Formula ya bahati. Watu wengi wanasema mafanikio ni bahati, lakini ukweli ni kwamba bahati ina formula yake. Bahati haiji hivi hivi, ina formula yake. Sasa leo nataka nikupe formula ya nini? Ya bahati. Bahati sio kitu kinachotokea tu. Bahati inatengenezwa na vitu vinne. Kwa tunapozungumzia bahati, ni kitu ambacho hakitokei tu, kinatengenezwa na vitu vingapi? Vinne. Kitu cha kwanza ni preparation, maandalizi. Hii ni pamoja na kujifunza, kujijenga, kusoma vitabu mbalimbali, kuboresha skills zako. Kwa hiyo tunapozungumzia maandalizi, ni pamoja na kusoma, kujifunza, kujijenga, personal development, pamoja na kuongeza ujuzi mbalimbali. Hiyo ndio maana tunasema nini? Ni preparation. Kwa sababu fursa ikija na hauko tayari, inaondoka. Fursa inapofika kwako, fursa inapofika kwako, ikikuta hujajiandaa, inakuacha. Haiwezi kaendelea kusubiri uanze kujiandaa, umeshakuja. Hiyo ni kitu cha kwanza kinachojenga nini? Kitu cha pili ni attitude, ni mtazamo. Unaamini unaweza au unaona maisha ni magumu? Mindset yako ndio inaamua kama utaona fursa ama utaona matatizo. Kwa hiyo tunazungumzia mindset, tunazungumzia ni kitu ambacho kina uwezo wa kuona fursa au ni kitu ambacho kinaweza kikaona nini? Matatizo. Hiyo ndio mindset, na inabadilika yenyewe kwenye mtazamo. Je, mtazamo wako ni upi? Hicho ni kitu cha ngapi? Cha pili. Kitu cha tatu ni opportunity, fursa. Hizi kuja kwa watu wote. Tunapozungumzia issue ya fursa, inakuja kwa kila mtu. Kila mtu fursa inagonga kwake, lakini sio kila mtu anazitambua hizo fursa. Fursa inavyokuja kwako, kama hujafanya preparation, kama mtazamo wako ni negative, fursa inavyokuja kwako utaiona, utaona tu kama ni shida. Mfano, ukisoma watu wengi waliofanikiwa, wanaambia if you want to be success, be a problem solver. Problem solver maana yake ni kuna shida fulani kwenye society, wewe unakuwa na mtazamo chanya, unaichange ile problem, ile tatizo inakuwa ni fursa kwa biashara. Kwa maana nakwambia Robert Kiyosaki katika kitabu cha Increase Your Financial IQ alisema the more you solve your financial freedom, the more you solve your financial problem, your money problem, you will become smarter and smarter, and one day you become rich. Kwa sababu gani? Once you solve the problem, your IQ will be increased. Sawa? Kwa hiyo tunazungumzia kuishi fursa. Fursa zinakuja kwa kila mtu. Kuna fursa zingine zinakuja kama matatizo. Kwa hiyo kama hujajiandaa, hauna mtazamo mzuri, huwezi ukaiona fursa. Hicho ni kitu cha ngapi? Cha tatu. Kitu cha nne ni action, hatua. Hapo ndipo watu wengi wanakofeli. Unaweza kuwa na maarifa sahihi, ukawa na mindset nzuri na fursa ikaje kwako nzuri, lakini bila kuchukua hatua hakuna kitakachobadilika. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema nothing can move until something move. Nothing happen until something move. Hakuna kitu ambacho kitatokea mpaka kuna kitu kimove. Hiyo ndio kwenye kuchukua nini? Hatua, action. Vitu vyote bila action hakuna kitakachotokea. Lazima uende kwenye action. Action ndio inayoleta matokeo. Kwa ukiona maisha yako alivyo, yanadependa vitu viwili. Kuna maamuzi uko kuyafanyia action ama kuna vitu ulivikosea. Hiyo ndio maana nini? Action. Hivyo basi, badilisha. Bahati sio kusubiri. Bahati ni kujiandaa. Bahati ni kufanya maandalizi. Bahati ni kuwa na mtazamo mzuri. Bahati ni kukutana na fursa nzuri. Bahati ni kufanya action katika yale ambayo umepanga kufanya. Hiyo hapo ndipo unapopata nini? Bahati. Rafiki yangu, jiandae. Badilisha mindset yako. Tambua fursa. Fanya action. Ndipo utaiona nini? Utaiona bahati. Na watu wengi hapa ndipo watu wanaposema huyu ana bahati sana. Kwa watu wako wanasubiri tu mtu afanikiwe, wanakuja wanaona tu matokeo. Huyu ana bahati. Kumbe alichokifanya nyuma ni akionekane. Ukisoma kitabu cha The Millionaire Mindset, Secret for Millionaire Mindset, nakwambia
It's invisible, ndio inaonyesha vitu ambavyo visible. Invisible, vitu ambavyo havionekani, ndivyo ambavyo vinakuja kutoa vitu ambavyo vinaonekana kwa macho. Ni vitu ambavyo viko underground, vitu ambavyo havionekani kwa macho ya kawaida. Au akasema ni mizizi ndio inayozalisha matunda. Maana yake nini sasa? Kama unatamani kupata bahati, badilisha vile vitu vinne vya juu. Fanya maandalizi, kuwa na mtazamo mzuri, fursa itakuja kwako, enda kwenye action. Hapo ndipo utapenda nini? Matokeo. Nitafute kwa namba hii kijana mwenzangu 0769865074. Tutaendelea kubadilishana mambo mbalimbali. Tuna project kubwa ya kibiashara kwa ajili ya vijana. Tunatamani kubadilishana mindset nzima ili tuweze kufikia maisha ambayo tunatamani kuyaishi. Karibu sana, nikutakie majukumu ya ndio mema. Hiyo ni formula ya nini? Ya bahati. Nimekupa leo. See you at the top. Una uwezo wa kufanya chochote isipokuwa kwa limit ambayo utaiweka wewe.